And the show is the Empress Extravaganza 2026. Are you excited as I am, darling? You better be. Ila daamini jamani, inabidi ni mambo yananilia afanya. Yaani inabidi bosi tumpate tumlilie wenyewe. Kweli? Kuna kitu sikielewi. Yaani unamkuta mtu kaalikwa. Tena hili naongelea kwa watu mnaalikwa huko siku kwenye ma-event CRDB, ma-event sijui madude. Yaani ma-event unajua kabisa hizi event nikienda naweza nikakutana na mtu ambaye sijawahi kuonana naye. Kwa hiyo for the first time huyo mtu anakuona. Hebu jitahidi kujipackage. Always nasemaga jipackage. Jipackage in a way yani uonekane. Mimi yani I'm not going to invite any cheap bitch. Yani sitasubutu. Bora niingie kwenye venue mwenyewe na nitoke. Kuliko kualika sijui umeshonewa nguo mtoto wa kike hujaenda kufanya fitting yako vizuri ukaangaliwa mbavu zako zimekaa na wewe. Mara umeminywa nyonyo limekuja limekutana na uso. Yani uko ovyo ovyo meo. Yani ukiacha utakuwa umefuatilizia simu hizo drama. Na usafi genuine tunauongelea. Msichana amekuja kapendeza makeup yake on point. Katengeneza kucha, msafi wa yani yuko msafi lele. Msafi yuko hivyo. Sio tu kwa sababu umedanilia huko tena umetengeneza mapembe, uje huko na vimelemeta vije kutukata miguu. Tafuta fabric yako kabisa, unajua hii fabric kama umevaa zako velvet ionekane, ishonwe vizuri. Habari nguo huko imevutwa mpaka kuna vile vifungo wanaovikaga hapa kwenye mgongo na kwa kimekutana juu hapa katikati kimeacha tobo. Excuse you pia. This event is pure luxury. From interest, setup, wageni, sijui performance, kila kitu ni clean. 10/10 minus nothing. Ngoja tu nikugaie siri ya kuwa table zake zitaanzaje. Lakini nafikiri VIP yani meza zitaanza $10,000 mpaka $200,000. Unaona mambo hayo? Sasa enjoy uchekeshe. Na sisi kwa sababu hatuchekeshi tutakurudisha mwenetu. Njoo msafi, ujifikiri yani kama Rihanna fulani. Yani wewe kama Beyonce, yani unapokuja huko kila kitu kiwe setup. Una event kesho, unaweza kufanya zako photoshoot 2 days before ili upate picha zako panic. Habari umekuja pale una stress, makeup yote imekushuka, umekuwa mgombana sio na mavideographer. Njoo enjoy. Njoo upate test ya matajiri wakikutana wengi wanakuaje. Njoo upewe experience ya ukisha hata kama hujapata hizo hela hivyo ukija kufikia hicho kima cha kupata hiyo hela hivyo utatakiwa ufanywe nini uenjoy. Ni makurbati yanakugongea kwa nyuma, ni wale wadada wanacheza. Hey, you better know this is not a joke. Uchafu meyo. Una designer wako unamwamini, mwambie kabisa tushone kitu ambacho sijashona. Kubana wa tumbo vile si umefanyaje hadi kukaa uwezi, ile sio fashion. Unaweza pia ukaandaliwa kitu chako tu simple na ukaja ukaenjoy. You understand? Kwa hiyo ndio hivyo. Basi sijamaliza. Hii wiki iliyotoka hii nimeona wasichana wengi sana wameenda kwenye event. Mmeanza tena kujisahau. Hivi kwa nini wasichana wadogo, majenzi, wengine masocialite, wengine wanajulikana maskini ya Mungu, umeitwa sehemu ambapo mnaonekana mmeenda too cheap. Yaani ukiwaangalia hivi unaweza kusema huyu hapa hakuletewa mwaliko on time. Mpenzi wangu, unavyokuwa unatoka wewe ni public figure, it's not about public figure. Uko tu umejitambua ni mwanamke unaeleweka, unaojiheshimu. Wewe put makeup on your face. Ni makeup jiweke sawa, kwa sababu unaenda kukutana na watu ambao hawajawahi kuona wengine ndio wanakuchukuliaga wanakuonaga mtandaoni, ndio for the first time wanakuona pop live na ndio wanakuona kituko cha ajabu. Jile bebo kwa unatoka same. Mimi sialiki mwendawazimu hata siku moja, yani hakuna hayo mambo. Hapo event nzima ni wakurugenzi
wadada masio sijui nini na wadada wengine yani wenye ndoto za kuja kuwa wadada wakubwa, kwa nataka energy. When we say energy, watu waje wako lele muda wote wako wananukia, yani wamekaa ipo. So ujebi kwenye event yangu umenivalia vibajaji vya nanilia, kwa nini nivalie vibajaji vya mpira? Ukija kuulizwa umelazimishwa. Hebu lalaga huko nyumbani mwenetu. Lady carpet itakuwa ina watu hapo wa kukagua, yani ukajaja, yani unajiona tu unaweza kushangaa madam kumejaa, kumbe ndio bye tata bye. Manake huyo na atakaye lipo kwa ajili ya kusimamia hiyo protocol. Nione ndani mle nimeingiziwa na lesi iliyokopo huku, yeye mtu mweusi kati ya lesi ya rangi ya maziwa. Kaja kutiana vimeta kutwa vidondoke nje tukatike miguu. Tuone. Nikimwona naambia huyu hapa ndio tunapomkata na mshahara. Atucheki na akima kabisa. Nataka nione, je, Tanzania hakuna wadada ambao wanaweza wakavaa kama vile tunavyonaga Nigeria, wakatrend vibaya mno.